Ziara ya kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 barani Afrika imetamatika na pengine kuibua mjadala mkubwa duniani, hasa kutokana na mwelekeo wake usiotarajiwa na ujumbe uliobebwa ndani yake, ikiwa ni moja ya safari zake muhimu zaidi tangu achaguliwe kuwa papa mwaka 2025. Hii inatajwa kuwa miongoni mwa ziara zake za kimkakati zaidi barani Afrika, ikiwa ni mara yake ya kwanza barani humo, lakini ni safari muhimu zaidi pengine katika malengo mapana zaidi ya kidiplomasia, kijamii na kiimani. Na hii ni TriGen Media. Kilichovutia zaidi katika ziara hii si tu uwepo wake barani Afrika, bali ni mataifa aliyochagua kuyatembelea. Badala ya kuanza katika nchi zenye idadi kubwa ya Wakatoliki kama vile Nigeria, DR Congo au Uganda, Papa alianza ziara yake katika nchi ya Algeria, taifa lenye mchanganyiko wa utamaduni wa Kiislamu pamoja na Kiarabu. Hatua hiyo imefasiriwa na wachambuzi kama ujumbe wa kuimarisha mahusiano ya kidini kati ya Uislamu na Ukristo, sambamba na kusisitiza amani na mshikamano wa dini tofauti katika dunia yenye migongano mingi ya kiitikadi. Kwingineko Afrika, ziara ya Papa imehusisha mataifa yanayoongozwa na viongozi waliokaa madarakani kwa muda mrefu na hata kutajwa kutawala kwa mkono wa chuma na yanakosolewa kwa ukandamizaji wa demokrasia. Mfano ni Rais Paul Biya ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1982 pamoja na Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, rais aliyekaa madarakani kwa muda mrefu zaidi duniani tangu 1979. Wote hawa wawili wamekuwa wakikosolewa kwa mfumo wa utawala unaodaiwa kudhibiti wapinzani, huku familia zao zikishika nafasi nyeti za madaraka, hali inayozua maswali kuhusu dhamira ya Papa kukutana nao. Wapo wanaoona kuwa Papa hakwenda kwa bahati mbaya, bali alichagua makusudi kukutana na viongozi hawa ili kupeleka ujumbe wa moja kwa moja kuhusu haki za binadamu, utawala bora na maridhiano ya kitaifa. Vatican imekuwa na historia ya kutumia diplomasia ya kimya, yani quiet diplomacy, ambapo badala ya kukosoa hadharani, viongozi wa dini hukutana faragha na viongozi wakuu wa nchi na kujadili masuala nyeti kwa lengo la kuleta mabadiliko ya ndani. Swali jingine kubwa limekuwa ni kwa nini Papa hakutembelea nchi zenye migogoro mikubwa kama vile Somalia, Sudani au Sudani ya Kusini, ambazo zinahitaji zaidi ujumbe wa amani. Sababu zinazotajwa ni pamoja na changamoto za kiusalama, kwani maeneo haya bado yana migogoro hai inayoweza kuhatarisha usalama wake. Aidha, Vatican mara nyingi hupendelea mazingira yenye utulivu wa kiasili ili kuhakikisha ujumbe wake unawafikia watu wengi bila hatari ya kuvurugwa na hali ya vita. Kwa upande wa manufaa kwa Afrika, ziara hii imeleta mwamko mkubwa wa kimataifa kuhusu masuala ya bara hili. Mataifa yaliyotembelewa yamepata fursa ya kuvutia uwekezaji, kuongeza utalii wa kidini na kupata usikivu wa dunia juu ya changamoto zao za kijamii na hata kisiasa. Vilevile, ujumbe wa Papa kuhusu mshikamano, haki na maendeleo endelevu umeimarisha mijadala ya ndani kuhusu mustakabali wa uongozi na haki za raia. Kwa Vatikani na Kanisa Katoliki duniani, ziara hii imekuwa na umuhimu mkubwa katika kupanua ushawishi wake katika maeneo ambayo si ya Kikristo kwa wingi. Afrika inaonekana kuwa kitovu kipya cha ukuaji wa Ukristo, huku idadi ya waumini ikiendelea kuongezeka kwa kasi. Hivyo, ziara hii ililenga kuimarisha uwepo wa kanisa, kujenga mahusiano ya kidiplomasia na serikali mbalimbali na kuonesha nafasi ya kanisa katika kushughulikia masuala ya kimataifa kama amani, haki na maendeleo. Kwa ujumla, ziara ya Papa barani Afrika haikuwa tu safari ya kidini, bali pia ulikuwa ni mkakati mpana wa kisiasa na kijamii. Imeibua maswali, mjadala na tafakuri juu ya mwelekeo wa uongozi barani Afrika na nafasi ya dini katika kuleta mabadiliko. Ingawa baadhi ya maamuzi yake yamekosolewa, lakini ukweli unabaki kuwa ziara hiyo imeacha alama kubwa na inaweza kuwa chanzo cha mabadiliko ya muda mrefu katika uhusiano kati ya Afrika, Vatican na dunia kwa ujumla. Hii ni TriGen Media.